Nafikiri ni kama ambavyo nilikuwa nimezungumza hapo mwanzo, ni sakata ambalo ukiliangalia kwa jicho la karibu unaweza ukaona kama ni sakata la kawaida, na ukichukulia ushabiki ndio kabisa unapotea, kwa sababu utakwenda kuangalia maslahi yako na hisia zako badala ya kuangalia mpira wenyewe. Lakini ukienda kwa kina, ni sakata ambalo linakwenda kutoa maswali mengi na kuweza kutuonyesha kwa namna gani tumekuwa na viongozi ambao wakati mwingine wanashindwa kutimiza majukumu yao kwa kusingizia au kwa kutumia nguvu walionayo ya watu kushindwa kuwahoji wakati mwingine, au pia kuweza kunyamazisha watu. Lakini kimsingi sakata ambao binafsi limenisikitisha kwa sababu limeacha maswali mengi sana, na watu wengine wanaona basi kwa nini tulikuwa hatuzungumzi huko nyuma, tunazungumza leo. Uwezi ukazungumza kama kuna sehemu ya kuanzia. Kwa hiyo tunazungumza kwa sababu huko nyuma hatukupata hivi vitu vyote, hatukupata hizi scenarios, ndio maana tukaweza kuzungumza. Sasa ungeanza kuzungumza from where? Lakini leo ametokea mtu mmoja, ametokea klabu imeweza kutufunulia kwa maana kuna hizi changamoto ambazo zipo ambazo ukizifikiria zinafikirisha. Kwa nini? Kwa sababu kwanza tukio lenyewe lile la ile mechi ya tarehe 8 mpaka leo hii shirikisho ambao tunaamini kwamba wao wako pale sio kwa majina yao au kwa nafasi zao. Sawa, wako pale kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni ambazo zimeweka pale. Wako pale wamechaguliwa na watu au na wawakilishi ambao wawakilishi wao wanatuwakilisha sisi watu wote, kwa sababu uchaguzi wa shirikisho unafanyika kwa maana wale wajumbe wa mkutano mkuu ambao wanatokea kwenye mikoa ambako nako wanachaguliwa kuweza kuwawakilisha leo. So sio wote tungeweza kufika pale na kupiga kula nchi nzima tunakaaje. Kwa hiyo hawa watu wametumwa kwenda kule ndio wakapatikana wao, lakini huo uhalali wa kupigiwa kula, huo uhalali wa kugombea upo kwa mujibu wa sheria na kanuni ambazo zipo. Kwa hiyo baada ya kupata hizo nafasi inawapasa sio waongoze kwa wanavyotaka wao, inatakiwa waongoze kwa katika miongozo ambayo imefanya wao wapate uhalali wa kuwa pale. Kwa hiyo tutegemea kwa hata ile sakata lile la Simba na Yanga mechi kuahirishwa, hatukutegemea kuona kuchukua miezi mitatu kushindwa kupata majibu ya kipi ambacho kilikuwa kimesababisha. Wakati tunaamini kama kuna sababu ambayo ilikuwa ni ya msingi, maana yake ilikuwa ni sababu njema. Sasa uwezi kuficha sababu njema kama kweli palikuwa pana vio vya sheria. Ni jambo jema la watu kuweza kujua, hata next time watu waweze kujua kuna mambo kama haya, na pengine kama kuna vitu vya kurekebisha basi kila mmoja aweze kujua kwa mustakabali wa amani ya nchi yetu na mpira wetu. Lakini mpaka tunapozungumza hakuna majibu. Yanga wakaja kutoa demand zao, sawa, kadhaa zikiwepo 4, hawajibiwi kwa kufuata yale wanayo ya demand, wanajibiwa kwa maneno ya dhiaka, kejeli na mizunguko na majibu ya jumla. Sasa tunashindwa kushangaa kama nini ambacho kinakwenda kutokea, sababu tukizungumzia issue ya madai ya Yanga wameka clear, sisi tunadai kiasi hiki cha pesa katika mlolongo huu, na wametoa hizo taarifa. Lakini wao wanasema tunadai Yanga how much, bado imekuwa changamoto. Kisha inakuja kuibuka lingine, mpaka leo hii inakosekana kuweza kufahamu sawa ile zawadi ya ubingwa ni kiasi gani ambayo mtu anakwenda kuipata. Lakini pia tunafahamu kwamba huko nyuma pale alikuwa anadhamini Azam, alikuwa anadhamini aina mbili, alikuwa ni mdhamini wa EFA, lakini pia alikuwa ni mdhamini kwa maana ya broadcaster wa ile michuano. Akaja kuondoka kuwa mdhamini mkuu, anaingia CRDB. Azam bado anabakia kuwa ni kampuni ile ile ambayo inaonyesha ni kampuni ile ile. Kwa hiyo obviously kuna pesa ambayo atakuwa anaitoa kwa kuwa broadcaster, lakini CRDB naye anakuja anaongeza pesa nyingine. Mpaka leo hatuwezi kujua kiasi gani ambacho anatoa Azam, ipi ambayo anatoa CRDB, tuna jumla shilingi ngapi na mchangano wake ukoje. Tuna haki ya kujua tukiwa wadau wa soka na Watanzania. Tunaelewa hiyo ni haki yetu. Sio swala la kwamba si mnaweza mkaamua kutoa au msiweze kutoa. Ni kitu ambacho kinafahamika. Zawadi ya mshindi duniani kote, leo ukiangalia hapo kombe la dunia thamani yake utapewa, kafu huyo utapewa, confederation unapewa, kila sehemu. Why hapa pana kificho? Kwa maana hiyo, yani unamaanisha kwamba TFF wanapaswa kutoa kwa maana kutoa details za mshindi wa kwanza ni hivi, mshindi wa pili, na kama kuna kiasi cha zozote na washiriki wanachopata. Hiyo ni haki ya msingi kujua kwamba kwenye hatua hizi kuna kiasi hiki. Ni kama ambavyo Azam wameweka wazi, bingwa anapata kiasi fulani, bonus yake si milioni 500, nafasi ya pili kiasi hiki, iko wazi, imekaa pale ili umma uweze kujua. Sawa, kwa nafikiri kuna sehemu pana shida. Sasa sio watu kuchukulia kwa maana ya kiushabiki. Hizi pesa zingeweza kutusaidia katika mambo mbalimbali, lakini pia kama yako kwa klabu kama ya Yanga ambayo ni klabu kubwa, klabu nyingine zina hali gani? Na nashangaa kuweza kuona huko kimya. Sawa,
Leo tunalalamika ligi yetu si kuna ukata na nini, kumbe pengine kuna pesa nyingi ambayo inapatikana lakini haifiki kwa nani? Kwa wahusika. Lakini inaweza kama ndio sehemu ya kwenda kuassess zile adhabu ambazo wanatoa. Wakati mwingine kumbe inaweza nikawa kama mtu anaweza akahold hela yako, akaja kukata madeni, hasa anaweza pia wakati mwingine akaamua kutengenezea madeni ile kukate, si unaelewa? Kwa sababu yeye anaweza ana uhuru wa kukata madeni yake kutoka kwako bila hata kwa mmekubaliana. Kwa hiyo kuna wakati anaweza kutengenezea madeni. Akasema bwana, mechi ya leo hii pale alifanya vurugu, kocha aliongea vibaya, laki milioni 5. Huyu aliingilia kwenye mstari milioni 5. Hivi akijua kwamba jumla klabu fulani imetoza milioni 20 kwa mfano. Unaelewa? Kesho mlikuwa mnaelewana inabidi mpate milioni 10 mpati. Kwa sababu umeyatengeneza tayari. Tayari unashatengeneza. Wewe unatakiwa upate kiasi fulani. Kwa mimi nikitengeneza. Kwa kesho ukienda unatoa karatasi unaona mechi yako mechi tarehe fulani ulikatwa shilingi jumla shilingi ngapi? Milioni 22. Wewe shilingi ngapi? 15 bado na udai milioni 7. Kwa mtazamo wako, unadhani hiki sasa kinachoendelea ndani ya Young Africans na bodi ya ligi lakini na TFF kina afya kwa mpira wa miguu wa Tanzania? Kwa maana je, unadhani ni sahihi kwa Young Africans kwa hiki wanachokifanya, kwa maana huenda kikawazindua wengine na kuona kumbe na sisi tunaweza sasa tukatoka front na kusema bwana, na sisi tuna stake zetu tunadai, pengine tulikuwa tunaogopa lakini sasa ni muda mwafaka wa sisi nasi kuibuka na kusema ya kwetu, ama kinachofanyika kinaweza kikaa ni uchochezi? Nafikiri ni pale tu. It depends wewe unaliangalia katika mtazamo gani. Kuna watu hii jambo watakuwa wanufaika nalo. Wapo. Kwa kwamba wanatumia hili jambo, watatumika, watapewa pesa, lakini si kwa maslahi ya mpira. Si kwa maslahi ya? Yaani ukilichukulia very personal, ukalichukulia kwa maslahi yako, tunaukosea mpira. Kwa sababu leo hii hapa nikuulize wewe, malalamiko ya waamuzi, wamelalamika Yanga tu? Kila timu inalalamika. Sawa, na kutokutetea haki. Tumesikia malalamiko ya pesa, watu hawajapewa. Watu wengi wanalalamika. Kusana issue nini? Issue ya pesa. Mpaka tunapozungumza hapa. Kwa hiyo kumbe kuna malalamiko mengi yapo ndani. Sasa anapotokea timu moja akaamua kwenda, si kwa maana ya uchochezi, kwa maana kwamba tufumue mfumo, tupate namna bora ya uendeshaji ili vitu viweze kwenda, ili utawala bora uweze kuonekana, matumizi ya pesa yaweze kuonekana kwa maslahi ya mpira. Leo hii hapa ikija kukaa sawa issue ya zawadi na nani, sio Yanga ataendelea kuchukua bingwa msimu yote. Msimu ujao akichukua timu nyingine, maana yake nani anakwenda kunufaika? Msimu kuna finali ya Yanga na nani? Na Singida. Akichukua Singida, maana yake ile ambacho anakilalamikia Yanga kinakwenda kumpa manufaa nani? Singida. Kwa hiyo sio swala kuliangalia katika utimu kama ambavyo wengine wanakuwa wanaliangalia. Lakini pia sio kama tunawashambulia. Lengo watupatie majibu ya maswali tunayowauliza. Hatushambulii mtu. Wao kazi yao ni kutoka na genuine answer kwenye tunayouliza. Jana Yanga wampeleka demand, sawa, kwenda kuosha mchanganuo wao. Anatoka msemaji wa shirikisho anaongea vitu ambavyo hataeleweki. Sio barua ya posa. Unaweza kaona yaani mizani miwili tofauti. Kingine kwa hali iliyofikia saa hizi watu wawili, sawa, wanakinzana, hao watu na ushindani. Kwa hiyo tena wanakosa ile haki au nguvu ya kuweza kuwajibisha, sababu tayari mpo kwenye mgogoro. Leo hii unawezaje katibu mkuu unataka ukae na mtendaji mkuu wa Yanga mzungumzo wakati wote mpo kwenye mgogoro? Sasa tunazungumza nini? Lazima pale ngapi? 3 au 4. Yaani leo hii tena vikao vya Yanga TFF vinatakiwa vikae pakiwa na mtu mwingine. Sio, unaelewa sijui, ili kutengeneza nini haki, sababu tayari Yanga ameshow doubt. Hamwamini TFF. Amini tena akuamini kabisa. Hasa kwenda kukaa na kuzungumza, maana hayo yanakuwa si mazungumzo official. Na mnakuwa tena muaminiani, kwa lazima pande nyingine iweze kuongezeka. Kwa hiyo nafikiri binafsi hili jambo ni jambo limekuja katika wakati ambao unaweza kwenda kutusaidia kufanya mapinduzi ya mpira wetu. Ndio only interest ya hili jambo na sio vitu vingine. Na kama kuna maeneo ambapo Yanga walikuwa wameyakosea, watoke nao watupe. Kama ambapo Yanga ameamua kutoa, ili sisi itupatie nafasi ya kuweza kuadjust na kubalance kama kile ambacho kimetokea katika public. Watu wamekuwa wakiuliza maswali, kwa maana ugumu uko wapi wa TFF, pengine ugumu wa TFF kutoka na kutoa risiti, kwa sababu wanaamini kama ni kwamba mna madeni ambao mko walipia Africans, obviously kutakuwa kuna processes zimefuatwa ambazo TRA nao walikuwa wakinufaika, kwa maana kama ni kuwalipia wachezaji
watu wanahoji ugumu wa TFF, kwa nini wasitoke na kuonyesha risiti ambazo pengine walikuwa wakifanya katika malipo ya Young Africans ili kuondoa doubt ambayo iliyopo. Na ndio nasemaje, kama wangekuwa ni smart enough katika hilo jambo, ilikuwa sio jambo gumu. Hili ni jambo la kuweka tu hadharani. Kama ambavyo Yanga wameweza kuweka mchangano wao kuna hiki na hiki, kwa sababu gani? Katika kila pesa inayotoka kuna kodi ya serikali. Saje, kama walichukua pesa ya Yanga, watuonyeshe ni kiasi gani ilikwenda kwenye kodi ya serikali. Umechukua milioni 210 au milioni 200 sasa za Yanga, tupigie 18% serikalini ilienda. Na kama ilienda, ushahidi pekee ni risiti ya FD iweze kutuonyesha zile tani. Kwa leo hii tukiona hakuna risiti, maana yake kuna uwezekano mkubwa hata serikalini haikwenda. Maana yake hapa kuna upigaji, kuna sehemu fedha ya umma imechukuliwa. Sasa kutoa hizo doubt zote ni wao kutoka hadharani na kuthibitisha kwamba sisi bwana Yanga iko hivi. Yanga ni 1 2 3 4 5, kwa sababu kwanza itakiwa wao waweze kuwa wazi na kuzungumza kwamba Yanga tunamdai kiasi hiki. Katika mchanganuo huu tumekata kiasi hiki kwa utaratibu hiki na bado tunadai kiwango hiki. Ili sisi tuweze kucompare anachokidai Yanga na anachodaiwa kipi ni kipi. Iweze kuonekana na tuone hizo invoice na huo utaratibu wa kimalipo na kuhamisha fedha. Lakini je, mdhamini wa haya mashindano ambaye mliingia naye makubaliano kwa specific objective au target kwenye particular issue kwa maana ya CRDB Confederation, na mkaenda mkasaini mikataba yenu sawa ya makubaliano kwamba tunakwenda kutoa kiasi hiki, labda ni 3 bilioni point something kwa ajili ya issue hizi, anafahamu kwamba pesa yake haikutoka kwenda kwenye yale yaliyokusudiwa kwa hiko mlichokifanya? Na kama afahamu, maana yake hamjamtendea haki. Leo hii Yanga akienda kuigomea mchezo, amuoni kama mnakwenda kumuingiza hasara CRDB kwenye kitu ambacho alikuwa usiki? Je, mlijaribu gani kukusiki advice kwa CRDB kwa sababu bwana hapa kuna hiki na hiki na kwa hatujatoa zawadi hizi kwa ajili ya hiki? Hasa nini maana ya udhamini wa CRDB kama itafika hatua Yanga atashindwa kupeka timu uwanjani? Na pengine mechi ya Yanga au ya Simba finali, maana yake inakuwa ina mileage kubwa. Kwa wao sio tu kuja kuona timu ikichukua ubingwa wa CRDB. Wao wanafanya business kwa maana ya kwamba wapate nafasi ya watu kuweza kuona bidhaa zao na kuweza kujitangaza na kubrandi ile product yao leo nayo. Leo ikitokea mechi ya Yanga na Singida Black Stars haipo, wewe una uhalali gani wa kupewa hiyo hela ya mkataba kwa kile kitu ambacho kumbe hauwezi kukitoa? Si unaelewa? Yaani leo mechi hakuna Zanzibar kwa mfano, Yanga hawajakwenda. Uone kwamba umechukua pesa ya mdhamini sawa kinyume na matumizi. Kwa kuna vitu vingi ambavyo ukikaa tu katika hali kawaida ukiviangalia katika level ndogo ya ufikirio huwezi kuviona, lakini jambo ambalo very serious, ni very, yani ni jambo ni very complicated kwa sababu linakwenda kugusa maslahi pande nyingi, lakini pia ndio inakwenda kutuonyesha hizi vyama na taasisi wakati mwingine takiwa ziwe zinaangaliwa kwa jicho la tatu na hata kwenda kupitia sawa katiba zao na kanuni zao kwa maana ya kwenda kulinda maslahi ya umma. Tunaweza kama tunakaa na taasisi kumbe ndani kuna vitu vingi, na wakati mwingine tunaweza kushangaa kuona kwamba watu wamekuwa wana vibuli vikubwa wakati mwingine na kuongea lolote na kuona kwamba wamehodhi, kumbe hiki bado ni chombo, kwa sababu bado kipo chile BMT. Bado ni chama ambacho kipo chile BMT na lazima kiweze kuobei masharti na kanuni sawa na misingi na sera ambazo wizara yetu inaweza kusapoti. Kwa hiyo when we talk tunazungumza kwa maana kwamba tunataka tuone kukiwa kuna uwajibikaji na uwazi wa yale ambayo yanatakiwa kufika katika taifa letu. Kwa hivi